watu. Kwani vita vya vita ambazo zimezingirwa kwa kasi. Ni vijumba vya vita ambazo zimezingirwa. Hilo ni chama bali limekataza waume kwa watu kusikia. Wakisema wanataka kuchukua vitu. Na watu wanakuja kanisani kwa ngoma zimewekwa hapa juu. Hakuna kitu cha Mungu bali taiko hapa bure bilashi. Hata ikiwekwa juu ya meza hivi. Na si mtu pale Mungu ameweka kitu chake. Nyakati mwingine tunaita katika uwanja wa kung'ang'ania. Kumaanisha kuna watu ambao lazima ung'ang'ane nao. Utachukua kila ambacho unahitaji. Kila ambacho unahitaji lazima ung'ang'anie. Kwa sababu sio peke yako unahitaji. Maadui wako pia wanahitaji. Tena maadui wako basi wanavulana za vita. Wao wasatoke ilo ende wachukue. Ambao unaenda kuchukua leo unang'ang'ana na wewe. Kama unasema unahitaji basi hawana shida. Kazi ya adui ni gani? Ambao mchawi anaitwa adui. Sababu anaitwa adui. Basi ni kinyume cha chochote unachohitaji. Kila ambacho unahitaji unataka haribu. Kila ambacho unahitaji unataka kunyang'anye. Ndio maana maandiko yasema kama siku ya mfalme tu. Si kama vitu vya sifa vinapeanwa. Si kama unachukua unachohitaji. Siku hiyo ikifika kila ambacho unatenda kwanza watatuma Elia. Elia ni nabii. Ni nabii tofauti na nabii wengine. Basi kwa nabii tofauti Elia. Elia sio nabii hivi kawaida. Tena sio mtu ambaye anakuja nabii tu. Elia kuna kitu kilichomleta. Andiko yasema juu yake kwamba basi hata baba yake hajulikani. Hata ukoo wake na kwao hajulikani. Andiko ni mkazi wa Tishbe. Hata hivyo shatafuta ulimwenguni. Bali inaitwa Tishbe. Alijapatikana ulimwengu walio hai. Lazima mjue Elia. Kwa si nabii aliyezaliwa. Ni mtu ambaye Jehova alimtuma. Jehova anamtuma tende nini? Kazi ya Elia. Basi ni kung'ang'ana na adui. Kazi ya Elia ni kurejesha walioenda Tobo. Baba waliotoka njiani ambao walikuwa kwao. Tuna wazee na wa baba ambao walitoka kwa njia, ambao walienda kwao na maboma zao wakalenga pale pengine. Kazi ya Elia andikasema ni kurejesha ila wawarudi kwa watoto. Kwa sababu tuna wa baba ambao waliowakazaa watoto wakati walishazaa. Shetani na watu njiani kama wanatafutwa hadi wakati naopigia baada wanamkalia mume wake, wanamkalia mume wake abalala nje sokalala kwa mitaro atalala kwa nyumba ya mtu. Alipotea lako malaya kwa nyumba fulani ndio pale alilalia. Wakati analala pale sio kwa na nyumba yake, sio kwa na bibi yake, sio kwa na watoto. Basi alitolewa njiani. Sio wakisema wakati wa siku zilipokuja katuma Elia.
watarejesha wazazi, warejee watoto wao. Sikukuu hiyo ili ifikie, wacha nikwambie bila uoga, basi wale kwani tena wapi? Watu wengi wanaokwenda tena wapi? Kama siku ya mfalme imefika, kwa sababu kila mmoja lazima atarejeshwa kwake. Siku hiyo watachua nyumba ya mtu kama mtu ifike, litajulikana, litajulikana, litajulikana. Tena najua kwa akisema hivyo, tuna watu ambao wamesoma Biblia pia, ambao wanajua watu wake wengi. Solomoni amechukua nambari 1. Daudi ambaye babake anamfuata. Viongozi na viongozi wengine na wajua. Anajua Ibrahimu, anamjua Isaka, anamjua Yakobo. Utukufu kwa Yesu, anawajua. Hata hivyo, sikia kila ambacho Biblia yasema, watu wote ambao walitenda hilo, na wale ambao walitoka njiani, ili Mungu ili ati ulimwengu ifikie mwisho. Amen. Ili mwisho ulimwengu ufike. Andiko yasema Elia lazima aje. Na kazi ya Elia moja wapo ya kazi yake, atarejesha. Hiyo hadi wanawake ambao wameolewa pale pana wake wengi. Sijui wao wataelekea wapi. Yesu apate sifa. Basi anauliza wao wataelekea wapi, kwa sababu kila mmoja atarejeshwa kwake. Sikia wanaorejeshwa. Basi limesemwa waume ndio watarejeshwa. Hiyo atakishika mtu bado nakula. Andiko yasema wakati ikifika, litarejeshwa. Siku hiyo utachua kumbe hauko kwa mume wako. Siku hiyo utachua. Nina mbali mekataza wabili kubili. Wacha nikambi hata nikapigo na mawi. Maandiko limesema litarejeshwa wakienda. Utukufu kwa Yesu. Falme asifiwe. Litarejeshwa ili sifa lije. Basi litarejeshwa ili mwisho ulimwengu fike. Litarejeshwa. Litarejeshwa. Utarejesha. Tena jua. Basi yule anarejesha mtu akiwa hai au amekufa. Je, anauliza kama umeona? Amen. Amina. 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 Basi kama mwanaume amekufa, ajaona yule ameenda kazikwa kando ya nyumba ya mwanamke mdogo, hata kama alimpenda, basi utazikwa huko, utarejeshwa. Hata kama bibi yake alishakufa, hata kama bibi yake mkubwa alishakufa, alikufa kwa nyumba ya mwanamke mdogo, litarejeshwa. Amina. Ama mjaliona hilo? Inua mikono hivyo. Unajua nasema Methali kumbe ananena na wewe.
Si tuna watoto ambao wamezaliwa pale pana wake wengi hapa. Basi mtumishi ni mmoja wao. Hadi naye ni mtoto pale ambao pana wake wengi. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Baba kanoko. Ila tu baba yake alipokufa, basi akuzikwa kwa mama yake. Akuzikwa kwa nyumbani kwa mama yake. Ama nyinyi wenyu walizikwa. Nani ambao wake alizikwa? Wale ambao baba hao alishaaga. Saidieni mtumishi. Na umetoka kwa nyumba ambao pana wake wengi. Amina. Mliona alizikwa wapi? Na amekufa kwa nyumba ya mwanamke mdogo. Si unene na mtumishi ili apite hapo. Wacha jifunze mwenyewe. Wewe pia mengine utayatazama kwa macho yako. Basi ukidhani kwa Biblia ni hadithi, na utajua hata kama ako hai au alishakufa, basi atarejeshwa. Atarejeshwa. Huko ndiko lazima azikwe. Hata kama mwanamke mkubwa alishakufa. Amina. Na mume akafa. Hiyo siku basi litajengwa zaidi Jaluo. Nyumba ya mwanamke mkubwa lazima lijengwe. Basi huyo mume hatazikwa kama hajajenga nyumba ya huyo mwanamke. Hata kama nyumba yake lilishaanguka, basi linajengwa tena upya. Hata kama limejengwa mbaya, hiyo mbaya ndio huyo mume ataingizwa. Hapo ndipo atawekwa. Pengine nyumba ya mwanamke mdogo basi limepakwa rangi imerembeshwa. Au utaona ake kwa huko. Hata kupitia tu atapitia. Anapelekwa tu basi moja kwa moja hadi katika hiyo nyumba ndogo ambayo imefunikwa na jua. Hiyo siku hapo ndiye anarejea. Watu wengi anajua washaliona hilo. Kama nyumba ndogo lilijengwa kwao, ambao atakujua ukweli basi inatenganishwa na uongo. Siku hiyo limekote linaona watu wakisimama. Analengwa nao kwao mara kwa moja. Pale mama alikuwa anapitia mazuri. Siku hiyo hakuna bata ingilia hata moja. Huko ndiko naenda moja kwa moja. Wakati imefika, saa imefika. Wanatenganisha ukweli na uongo. Hamna uongo ambao unashikana na ukweli. Jehova anasema kama siku kuu imefika, tatuma Elia nabii. Elia nabii unafaa kumjua. Manabii wengine washakufa. Elia atakifa kupitia. Wakati ilipofika lirejea. Ndio maandiko yasema jinsi alivyorejea, basi atarejeshwa tena hadi katika hizi siku. Elijah atarejeshwa tena. Anarejeshwa fanye nini? Arejeshe maneno yawe sawa. Basi kazi ya Elia ya pili basi ni kuzuia maadui. Yesu asifiwe. Kazi ya Elia ni kuzuia adui. Soma kwa Elia kazi ambayo alikuwa anafanya ulimwenguni. Basi adui, wafalme wabaya ambao
walikataa kumfuata Jehova. Hao ndio Elia alikuwa anapigana nao. Alikuwa anatabiri kwa wafalme. Wafalme ndio alikuwa anashindana nao na kupigana nao. Kama wakati wa wafalme imefika, wakati wa sifa imefika, Elia wewe lazima tumwe. Atatumwa Elia anarejea leo. Elia atarejea akiwa moyo. Bwana sifiwe. Nitatuma moyo wa Elia. Basi moyo wa Elia hiyo. Basi nafalinge kwa kila mmoja. Ninafalinge kwa kila mmoja. Hakuna bata pata kizuri. Kama moyo wa Elia ingia pake. Moyo wa Elia ni wa aina gani? Ni mwanga linang'ang'ania. Na adui ambao ni wakung'ang'ana. Maadui ambayo walinyang'anya wale wafalme ambao walinyakua mabao. Wale ambao walinyang'anya vitu vyao. Wakitaka lirejeshwe. Lazima roho ya Elia iche. Kila mara anataka sifa. Hadi leo nikihubiri. Kila amesema nitarejeshwa. Mioyo ya wengine alichakuta mfao. Wakijiandaa kuchukua. Sikia kile ambacho nasema. Moyo wa Elia lazima iche. Ndio mtu anafikia sifa. Au utafikia sifa. Kama roho ya Elia itakuingia. Kwa sababu gani? Chochote ambacho kinaleta sifa, basi lina adui. Tena watu wengi hawaitaki. Hata likitakikana litanyakuliwa na wenye nguvu. Kama maandiko yasema, Yesu anawaambia kinena kwa kutokea siku ya Yohana Mbatizaji, ufalme wa mbingu unang'ang'aniwa. Ufalme wa mbingu ni nini? Chochote ambacho kinaleta sifa. Chochote kiletacho sifa katika maisha ya binadamu. Sifa kwake Yesu. Bwana asifiwe. Ufalme wa mbingu unashuka hadi leo. Ufalme wa mbingu mtu anaweza pata hadi sasa. Wakati na ubiri mtu anachukua ufalme wa mbingu, ambaye maandiko yanasema mtafuteni kwanza, ndio vitu ambavyo vimebaki vitaongezewa. Ufalme wa mbingu huo basi linakuja kwa nguvu. Linakuja kwa nguvu. Yule ambaye anataka sifa, yule ambaye anataka mazuri. Je, wajua? Je, wajua kile kizuri anachotaka? Je, ushaijengea nyumba bali adui hawezi bomoa? Je, wajua sifa ambayo unaitaka? Je, ushaitengenezea ulinzi? Je, ushaandaa pesa? Wameanza kufungua benki. Je, ushaandaa pesa ambao utalipa polisi? Kwa sababu polisi lazima linde benki, kwa sababu hapo imebeba mali mazuri ya ulimwengu, vitu vya watu mazuri. Basi niko kwa benki. Hiyo ni watu ambao wana title deed. Wengine niko kwa benki. Basi ikiwekwa hapezi potea. Hata kama nyumba imechomeka, utakumbuka Yesu. Pale kwa benki imetengenezwa. Hata nikichomeka, kuna vitu vivichomeka, ninabaki tu. Basi ninataka black box. Black box mabedende. Kama ile box nyeusi balaka kwa ndege. Kata ndege wa. Hata ndege lichomeke. Black box na kwa. Basi box nyeusi ichomeke. Nyaka manye mayode. Lazima litafutwe lipatikane. Tena mugulu gasiri. Na hiyo ninabeba siri. Jimomi ndege gore pin. Sababu ndege lilianguka. Nikisema ndege gore pin. Kwa sababu wakati ndege linaanguka, pilot huyo basi yule ambaye anaendesha ndege ananena. Anasema yale yanatendeka. Anasema kikoto kinasumbua. Ambaye ninasikika kunena kwake. Kwa wale ambao wako mbele.
na kila ambacho nakisema basi linaandikwa katika box nyeusi. Hapo basi kuna video ambayo linashika na kuandika utukufu kwa Yesu, sifa kwa Mwokozi. Hata ndege lianguke baharini, box nyeusi litapatikana. Lazima litapatikane. Amina. Hiyo lazima litafutwe ipatikane. Lazima litafutwe lipatikane. Nataka upate kujua. Wewe unataka kujenga benki. Je, ushana pesa ya polisi? Nataka kuhifadhi vitu vyako. Kwa sababu mazuri tunakuja tunahitaji. Mazuri tunayataka. Kena ndio hiyo tunatangaza. Amina. Amina. Kwa Yesu asifiwe. Basi mazuri tunayataka. Na tujaambiwa jinsi ya kulinda mazuri. Unaweza ukataa kila ambacho kibeba kifo chako. Kizuri ambacho nakitaka na unaleta kifo chako. Kwa sababu kama hujatoka uende uichukue. Adui ametulia tuli. Alisema jana kwa kazi ya adui. Basi hatari ya maombi. Amina. Amina. Hatari ya maombi. Unajua maombi na hatari yake. Hatari ya maombi ni nini? Bwana sifiwe. Hatari ya maombi ni nini? Kwa wakati mtu anaomba ananena. Na wakati unanena, ndio adui anasikia mapenzi ya Mungu kwako. Kwa sababu wakati mtu ananena mapenzi ya moyo wake. Ni kana kwamba mtu amefungwa moyo akalimwaga chini. Na moyo wake pale pahifadhi pa Mungu ambapo aliweka mazuri ya maisha yako. Kwa sababu limeandikwa kwa methali, walinda moyo wako zaidi ya vitu vyote tunavyovilinda katika ulimwengu. Je, wajua hilo? Kuna wimbo mbali naimba, linda moyo wako, waulinde moyo wako. Basi mwimbie, linda moyo wako. Pahali ambapo utakuimba vizuri na nihitaji, hapo ninataka ulisikie. Unaimba kama wimbo na ujui kinayo unachokiimba. Tena jatega sikio usikie linasemaje. Imba tena, linda. Amen. Amina. Basi unadhani limeekwa na kesha sana ukiomba? Kwa sababu mwimbaji aliyolimba hilo wimbo Roho ndiye alimtumia. Mbona limeekwa na kesha sana ukiomba? Yesu asifiwe. Basi methali limeandika, linda moyo wako na ulinzi wote. Basi ulinde na kufanya kazi zote, bidii zote. Kwa sababu pale ndio nimebeba maneno makubwa ya maisha ya binadamu. Basi moyo ndio benki ya hifadhi ya Mungu. Mazuri ambazo zinaleta sifa na ukuu. Ama yale ambayo yanakuweka uwe mfalme. Basi yamehifadhiwa moyoni mwako. Sikia kila ambacho umeachiwa.
Kwa ule moyo wewe lazima ulinde mpweke. Unailinda vipi? Basi linalindwa kwa maombi. Yesu asifiwe. Alisema kwa mkutano kuwa basi ni vibaya kwa walioenda mkutanoni pamoja na waliobaki ambao ni waombezi. Kwa sababu mkutano ambako tulienda wamechukua wiki moja tukilia. Tena kila mkutano wanaomba. Basi siku moja tuko na mikutano zaidi ya 4. Amen. Amina. Siku moja tu tuna mikutano zaidi ya 4. Katika kila mikutano basi ni kulia na kunena, ni kulia na kunena, kulia na kunena. Wakati unaona unanena na unalia, basi moyo wako umemwaga yote yaliyoko moyoni. Basi kama hukulinda kwa maombi, na alisema ya kwamba tuna watu ambao walienda katika mikutano ambao wakati walirejea wanaona waliomba kwa wingi, sasa wamebakiwa wanarudi wanalipiza. Mkutano aliacha basi alifuati, kesha aliacha lisahau, wamebaki kwa walishaomba. Hatari ya hiyo jambo ndio walijui. Kwa wakati walikuwa wakiomba, basi walifungua mioyo, wakamwaga mazuri yote ambaye moyo wao nje, hadi adui ambao kujua hatua yake inayofuata. Wakati ulikuwa naomba wakayaona, wakati ulikuwa nanena wakatega sikio wakasikia. Shetani hajui kinachokuja. Shetani hajui chochote cha kesho. Ndio maana yote ambayo shetani anayasema ni ya kale. Shetani hawezi tabiri cha kesho. Yesu asifiwe. Hajui kile ambacho kinatendeka kwa muda wa saa moja inayokuja. Kazi ya shetani wa Biblia inasema halali. Anatembea na anaangalia nyuso za watu. Anaangalia nyuso za watu. Anasoma wazo ya watu na akili yake. Basi kuna kitu kunyang'anywa ambalo linaitwa wazo. Basi nguvu na ushindi alitolewa. Aliachiwa hekima. Hekima hiyo inasomea mawazo ya watu. Sababu halali. Anatega sikio anachosema. Kila ambacho anasemwa yanamwambia kinachotendeka muda ujao. Kinachoweka kila ambacho Mungu apanga kutendea watu wake. Nyakati zake basi naenda kinyume cha Mungu. Yeye anaenda kinyume cha Mungu. Anapiga chochote kile ambacho Mungu anataka kuletea. Wakati unaona waomba, Yesu asifiwe. Basi maombi yanapita tumbo. Inafanana na mimba. Maombi. Nataka usikie. Ndio maana alisoma Hosea. Sikia jinsi alisoma. Maombi yanafanana na mimba. Kama mtoto atazaliwa, lazima tungwe mimba. Tena lazima upande mbegu. Mbegu ikishapandwa, jinsi mbegu itakuwa kwa tumbo, basi lina nyakati zake. Bali ikifika anazaliwa, wakati anazaliwa ndio inaitwa siku kubwa ambayo Mungu ameipanga ili kilichopandwa basi lizaliwe ulimwengu. Utukufu kwa Yesu. Bwana asifiwe. Sababu naona mtoto akizaliwa basi kuna furaha. Ama kuna watu wanazaa mtoto na kujuta. Mtoto akizaliwa ni furaha. Mtoto akizaliwa ni sisuiko. Akiwa katika hilo nyumba, akiwa basi kuna furaha. Basi kama azaliwe, tena sikia jinsi nyakati zake zinasogea karibu.
Hivyo ndivyo mwanamke ambaye amebeba mimba. Basi anakuwa hana usaidizi ama anachoka. Bonge kule. Anazaidi kukosa amani. Upaki Yesu. Yesu asifiwe. Jinsi nyakati zake zinafikia kuzaa. Hivyo ndivyo nakosa amani. Akifikia saa kuzaa. Kuna kitu ambacho kinaitwa utungo. Hauna mwanamke ambaye atazaa bila utungo. Ama kuna wanaozaliwa bila utungo. Ni swali. Kuna yule ambaye anazaliwa bila utungo. Wanawake mbona hamneni na mtumishi? Nani alizaa juzi juzi? Ambayo tulibariki hapa juzi juzi. Wakale pengine washasahau. Hiyo siku alilia akasema sitawahi jaribu. Sitajaribu. Leo utajaribu. Ni chake chako kido. Au kazaa tena. Mpaka Yesu. Yesu asifiwe. Kama ukitaka pale ni domuchi nyocho kaya. Na tena ukuwazia kwa ulipatwa na utungo. Amen. Amina. Amen. Amina. Akiani babu yogi ngato. Je, ananena na temu mije chilbe yudo giyoke magini maje chilmanyo. Ndio maana shetani anawapata nje wao, ndio shetani anawatafuta. Kete ndalo duto kiyalo. Kwa sababu nyakati zote watu wechemeyalo chalo mana history. Maneno ambayo yanahubiriwa yanakaa historia. Vasco da Gama gini manoto. Za watu kama Vasco da Gama. Okubiwijore. Basi alitaeleweka. Okubiwiji. Alitaeleweka. Upake Yesu. Bwana asifiwe. Upake Ruodho. Mfalme asifiwe. Kiti jomatendo gini chandruogegi. Watu wachanga basi wana shida zao. Vijana gini chandruogegi. Vijana chipukizi basi wana shida zao. Kwa bila ni wadwa yalo kakawa yalo mapekta. Tulikuja tunataka kuhubiri kwa kasi jinsi tunahubiri. Hivyo vitu vinanguruma zinapita tu hawasikii. Upake Yesu. Yesu asifiwe. Kama utabadilisha neno la Mungu. Ukamwambia kuja kwa Elia. Amen. Amina. Upake Yesu. Yesu asifiwe. Linafanana mtihani ambao unaenda kufanya. Mtihani ambao kama utaifanya bila kujua baada ya mtihani kuna sifa. Tena sisi kama wazazi tumejiandaa. Mioyo yetu imekuwa matu. Bwana asifiwe. Yesu ona wa kidato cha 4. Yule wa gredi ya 6 na 8. Wanaenda kufanya mtihani. Ambao ukifika pale basi moyo umekuwa matu. Nyakati hizo maombi ni kwa wingi. Mchungaji omba. Hizo nyakati. Upeni kwa haraka mwende kwa haraka. Hizo nyakati zenye zinafanya na kunywa chai. Upaki Yesu. Yesu asifiwe.